Anguko la Roman Empire. Dola lililodhaniwa halitawahi kuanguka. Fikiria kwa sekunde moja. Unatembea kwenye barabara kubwa ya mawe iliyonyooka kama mshale, ikikatiza milima, mabonde na misitu. Pembeni kuna majengo ya marumaru, sanamu za miungu na masoko yanayochemka kwa biashara. Unasikia sauti za askari waliovalia chuma wakipiga hatua kwa nidhamu, huku bendera ya tai wa Roma ikipepea juu. Watu wanazungumza lugha moja ya dola, sheria moja, na wanamuogopa mfalme mmoja. Hii sio ndoto. Huu ulikuwa ukweli wa dunia kwa karne nyingi. Hii ilikuwa Roma, dola kubwa kabisa kuwahi kutokea katika historia ya mwanadamu. Lakini sasa, swali kubwa linakuja. Dola kubwa kiasi hicho, ilikuwaje ikaanguka? Je, ilikuwa ni uvamizi wa maadui wa nje? Au ilikuwa ni sumu iliyokula dola hilo kutoka ndani polepole hadi likaporomoka? Leo tunakwenda safari ndefu ya kihistoria, safari ya damu, nguvu, tamaa, usaliti, vita na mwisho wa enzi moja. Hii ni hadithi ya anguko la Roman Empire. Roma, kuanza kwa mji mdogo uliokuja kutawala ulimwengu. Historia ya Roma inaanza si kama dola kubwa, bali kama kijiji kidogo kando kando ya mto Tibe, Italia. Karibu mwaka 753 kabla ya Kristo. Hadithi za kale zinasema Roma ilianzishwa na ndugu wawili, Romulus na Remus, watoto waliodaiwa kulelewa na mbwa mwitu. Ni hadithi ya mitholojia, lakini ina ujumbe. Roma ilijiona kama taifa lililozaliwa kwa nguvu na hatima maalum. Mwanzoni, Roma ilikuwa mji wa kawaida, lakini ilikuwa na kitu kimoja muhimu sana: njaa ya kupanuka. Warumi hawakuridhika kuwa mji tu, walitaka kuwa dunia. Jinsi Roma ilivyokuwa. Roma ilianza kupigana vita na majirani zake. Kila ushindi uliipa ardhi mpya, watumwa, mali, heshima, na zaidi ya yote, ilijenga jeshi lenye nidhamu kali kuliko yote duniani. Warumi walikuwa tofauti. Wakati mataifa mengine yalipigana kwa fujo, Roma ilipigana kwa mfumo. Askari wao waliitwa legionaries, walikuwa kama mashine. Walijenga kambi kila usiku, hata wakiwa vitani. Walijenga barabara ili majeshi yapite haraka. Walijenga madaraja ndani ya siku chache. Roma haikushinda kwa bahati. Roma ilishinda kwa mipango. Na kadri walivyoshinda, dola ilikuwa. Mwanzoni Roma ilikuwa jamhuri, yani the Roman Republic. Ilikuwa na seneti, viongozi na sheria. Lakini kadri dola ilivyopanuka, nguvu zilianza kukusanyika mikononi mwa watu wachache. Na ndipo tunakutana na majina makubwa: Julius Caesar, Pompey, Mark Antony. Julius Caesar alipendwa na jeshi, alipendwa na watu maskini, lakini seneti ilimwogopa. Waliona anaweza kuwa mfalme. Na mwaka 44 kabla ya Kristo, katika tukio la kushtua, Caesar alidungwa visu zaidi ya mara 20 ndani ya seneti. Siku hiyo, Roma ilijifunza kitu: kuwa dola kubwa inaweza kumwaga damu yake yenyewe. Baada ya hapo, vita vya wenyewe kwa wenyewe vilifuata. Mpaka kijana mmoja, mpwa wa Caesar, alipoinuka, Octavian. Baadaye akaitwa Augustus Caesar. Na mwaka 27 kabla ya Kristo, Roma ikawa rasmi kuwa Roman Empire, yani dola la kifalme. Na hapo ndipo enzi ya dhahabu ilianza. Pax Romana, amani ya Roma. Kwa karibu miaka 200 dunia ilishuhudia kitu adimu: amani chini ya dola moja kubwa. Kipindi hiki kinaitwa Pax Romana, amani ya Roma. Katika kipindi hiki, barabara zilijengwa kote Ulaya, miji ilistawi, biashara ilienea kutoka Afrika hadi Asia. Sheria za Roma zikawa msingi wa dunia. Roma ilijenga Colosseum, aqueducts, mifumo ya maji, majumba ya kifahari, miji mikubwa kama Alexandria na Antioch. Mpaka hapo Roma ikawa moyo wa dunia. Na watu walisema, Roma ni ya milele. Lakini nyuma ya pazia kulikuwa na nyufa ndogo sana, ambazo hakuna aliyedhani zingekuwa ufa mkubwa wa kuangusha dola. Mwanzo wa giza ni baada ya kifo cha Marcus Aurelius. Mwaka 180 baada ya Kristo, mfalme mmoja alikufa. Jina lake Marcus Aurelius. Alikuwa mfalme mwanafalsafa, mtu wa hekima, mtu aliyelinda nidhamu ya Roma. Lakini baada ya kifo chake, mtu aliyefuata alikuwa tofauti kabisa, ambaye ni mwanawe Commodus. Huyu alikuwa mfalme wa anasa. Alijiona kama gladiator. Alitumia muda kwenye michezo na starehe. Alisahau wajibu wa dola. Na hapo Roma ilianza kubadilika. Kwa mara ya kwanza, Roma ilianza kuongozwa na tamaa badala ya hekima. Crisis of the Third Century.
Roma inavunjika vipande vipande. Kuanzia mwaka 235 baada ya Kristo, Roma iliingia kwenye kipindi cha hofu. Kipindi ambacho wanahistoria wanakiita Crisis of the Third Century. Kwa karibu miaka 50, Roma ilikuwa kama mnyama aliyejeruhiwa. Kulikuwa na watawala wanaobadilika kila mara. Mfalme mmoja angekaa miaka miwili tu, kisha atauawa. Mwingine anakaa miezi 6, anapinduliwa. Jeshi lilianza kuchagua na kuua wafalme. Roma ikawa dola la mapanga. Vita vya wenyewe kwa wenyewe. Majenerali walipigania madaraka. Dola iligawanyika. Maadui wa nje walishambulia. Wakati Roma inapigana ndani, maadui waliona nafasi. Maadui wao kama vile Waajemi, Persians, Mashariki na makabila ya Kijerumani kaskazini walianza kuwashambulia na mipaka ya Roma ilianza kuvunjika. Uchumi ulianza kuanguka. Pesa zilipoteza thamani. Bei zilipanda. Wananchi walikimbia miji. Watumwa walipungua. Kilimo kilidorora. Roma ikaanza kukosa damu ya kuiendesha. Roma ikigawanyika na mabadiliko makubwa ya dini na siasa. Kwa karne ya 3, Roma ilikuwa imechoka. Jeshi la shujaa lililotumia karne nyingi kueneza dola, sasa lilikuwa limevunjika. Viongozi walibadilika kwa kasi zaidi ya mabadiliko ya misimu. Na wakati huo, barabara za Roma, ambazo mara zote zilikuwa uti wa mgongo wa dola, sasa zilikuwa zimechoka. Maduka yalikosa bidhaa. Misitu ilijaa wanyamapori. Bandari zilikuwa na magogo na meli ambazo haziwezi kutembea kwa amani. Kugawanyika kwa Roma, Magharibi na Mashariki. Mwaka 285 baada ya Kristo, Diocletian, mzalishaji wa dola jasiri na mkarimu wa historia, alichukua uamuzi wa ajabu lakini muhimu. Aligawanya Roma kuwa vipande viwili. Roma ya Magharibi, mji mkuu, Rome. Roma ya Mashariki, mji mkuu, Byzantium, baadaye Constantinople. Kwa nini alifanya hivyo? Sababu ni kuwa Roma ilikuwa kubwa sana, haikuweza kudhibitiwa na kiongozi mmoja tu. Diocletian alitengeneza mfumo wa tetrarchy, ambapo kila upande ulikuwa na mke wa mfalme na mji wa makao makuu, na kila mmoja alikuwa na jeshi lake. Hii ilikuwa solution ya muda mfupi, lakini hakukuwa na mshikamano wa kweli. Kwa mara ya kwanza, mgawanyo wa madaraka uliunda nyufa ndani ya dola. Constantine na dini ya Ukristo. Baada ya Diocletian, mabadiliko makubwa yalikuja chini ya Constantine Mkuu, miaka ya 306 hadi 337 baada ya Kristo. Constantine alibadilisha Roma. Aliweka Constantinople kama mji mkuu wa Mashariki. Alipendekeza Ukristo kama dini ya kiraia na kisiasa. Hii ilikuwa mabadiliko ya revolutionary. Roma iligeuka kutoka kuwa taifa la miungu mingi hadi Kikristo. Hii ilisababisha mgongano kati ya dini ya kale na ya mpya. Hali ya kisiasa ikabadilika. Baadhi ya watu waliangalia Constantine kama mtawala mwenye nguvu. Wengine walimkosoa kwa kubadilisha mila. Ukristo pia uliipa Roma kielelezo cha umoja kipya, lakini pia uliunda mgawanyiko wa kidini. Mashariki sawa na Ukristo wa Orthodox. Magharibi sawa na Ukristo wa Katoliki. Mgawanyiko huu wa kidini ulizaa migawanyiko ya kisiasa, ambayo baadaye ilichangia kudhoofika kwa Roma ya Magharibi. Changamoto za kiasi ya fedha na biashara. Kuanzia karne ya 3, uchumi wa Roma ulianza kuanguka. Sababu kuu: 1. Kodi kubwa kwa wananchi. Jeshi na madaraka ya kifalme yalihitaji fedha nyingi. 2. Pesa za Roma zilizopungua thamani. Kutoka kuchapishwa kwa pesa nyingi bila gold standard. 3. Biashara kudorora. Mipaka ya barabara na bahari haikuwa salama kutokana na uvamizi wa wageni na makabila ya kaskazini. 4. Ukosefu wa wafanyakazi. Wakulima wengi walihama shambani wakikimbia kodi kali. Hali hii iliweka Roma katika msalaba wa hatari ya kudhoofika kiuchumi. Jeshi kudhoofika. Jeshi la Roma lililotawala kwa ujasiri karne nyingi, sasa lilikuwa limepoteza nidhamu. Askari wengi walijumuishwa kutoka kabila la nje, mercenaries, kama Goths, Vandals, Franks. Askari hawa walikuwa na loyalty ya kawaida tu, si ya kweli kwa Roma. Mipaka ya Magharibi, hasa Rhine na Danube, ilishambuliwa mara kwa mara. Kwa mara ya kwanza, Roma ilianza kuonekana kama dola dhaifu.
sio ile simba la zamani lisiloshindwa. Uvamizi wa Barbarian. Karibu mwaka 376 baada ya Kristo, Visigoths walikimbia kutoka mashariki mwa Ulaya. Walipata hifadhi ndani ya mipaka ya Roma kwa muda. Lakini ukosefu wa msaada na migogoro ya ndani ulifanya wakakabiliana na Waajemi waliokuwa katika Roma. Mwaka 410 baada ya Kristo, kiongozi wa Visigoth Alaric aliiteka Roma. Ni tukio ambalo ulimwengu haujaona kwa karne nyingi. Roma ambayo haikuingiliwa kwa karibu miaka 800, sasa imevamiwa na kuharibiwa. Baada ya hapo, Vandals walifika mwaka 455 baada ya Kristo na kuharibu zaidi miji na mali. Muda wa mafanikio ya Roma ya Magharibi ulikaribia mwisho. Kufika kwenye mwisho. 476 baada ya Kristo. Mwisho wa Roma ya Magharibi unahesabiwa rasmi mwaka 476 baada ya Kristo. Romulus Augustulus, mfalme mdogo aliyechaguliwa kwa jina tu, aliondolewa madarakani na kiongozi wa Kijerumani Odoacer. Hapo ndipo historia ya Roma ya Magharibi inavyomalizika. Jeshi lilikuwa limevunjika. Uchumi ulikuwa dhaifu. Makabila ya kaskazini yalishambulia kwa urahisi. Viongozi walishindwa kuunda umoja tena. Roma ya Mashariki, Byzantine Empire. Roma ya Mashariki, yenye mji mkuu Konstantinopo, iliendelea kwa karne nyingine 1000. Iliendelea kuwa na utajiri na nguvu. Jeshi lilidumisha mpaka mashariki. Ukristo wa Orthodox ulienea. Konstantinopo ilishika nafasi kama mji wa kifahari na utamaduni wa Kirumi ulidumu. Hii ilikuwa Roma, lakini katika sura mpya, Byzantine Empire. Tunajifunza nini kwenye anguko la Roma? Anguko la Roma linatufundisha mambo makuu. 1. Dola kubwa inaweza kudhoofika kutoka ndani, sio adui wa nje tu. 2. Migogoro ya kisiasa, ufisadi na utawala dhaifu huharibu nguvu kubwa. 3. Uchumi dhaifu na kodi kali huleta migogoro ya kijamii. 4. Jeshi la dhahabu lisilo na loyalty halina maana. 5. Mgawanyiko wa kidini au kitamaduni unaweza kuongeza kudhoofika. Dhoruba ya mwisho, Barbarian invasions, na mwisho wa Roma ya Magharibi. Kila historia ina mwanzo na mwisho, lakini baadhi ya historia huanza kuwa za kusikitisha polepole, kama harufu ya moshi kutoka kwa moto uliowashwa polepole, na hatimaye unaiona ikikufunika kila kona ya mji. Huu ndio mwanzo wa mwisho wa Roma ya Magharibi. Kwa karne nyingi, miji ya Roma ilijengwa kuwa imara na kudumu. Barabara zilikuwa kama mishale inayounganisha kila pembe ya dola. Colosseum, Forum na majengo makubwa yalionyesha utukufu wa dola. Lakini ndani ya miji hiyo yenye marumaru, watu walianza kuhisi hatari. Askari walipungua. Uchumi ulikosa nguvu. Madaraka ya kifalme yalishirikiana na hila. Uvamizi wa kabila la nje ulianza kuonekana kama dhoruba isiyopingika. Karibu mwaka 376 baada ya Kristo, dunia iliona kisiwa cha giza. Visigoths, kabila la Kijerumani, walikimbia kutoka mashariki, wakitafuta hifadhi ndani ya mipaka ya Roma. Walikuwa wameteswa na Huns, wenye hofu ya askari wa mwamba wa Asia. Waliomba hifadhi, lakini walikabiliana na mgongano wa ndani. Roma ilishindwa kutoa msaada wa kweli. Wakati huo, Warumi walikuwa wameshinda mara nyingi, lakini mara hii ilikuwa tofauti. Walikuwa wanaugua ndani. Mwaka 410 baada ya Kristo, kiongozi wa Visigoths Alaric aliiteka Roma. Mji mkuu, nyumbani kwa makumbusho ya hekima ya karne nyingi, sasa ulikuwa huru kwa mara nyingine. Hali ya hofu ilienea kote Ulaya. Roma isiyoshindwa imeanguka. Hii ilikuwa tukio la kushangaza sana. Watu walitafuta maana. Je, mji wetu wa milele unaweza kudhoofika? Je, nguvu yetu ni ya kudumu? Kila mtu aliona, hata masanaa na wanasheria, kwamba Roma haikuwa tena shujaa wa dunia. Vandals, Ostrogoths na Huns. Baada ya Visigoths, makabila mengine yalikuja kama dhoruba isiyopingika. 1. Vandals walifika 455 baada ya Kristo, wakivamia, kuharibu na kuiba mali nyingi. Hali ya wizi na uharibifu ilichanganya hofu na uchungu wa wananchi.
Neno vandalism linatokana na vitendo hivi. 2. Ostrogoths walichukua Italia Kusini, wakileta mfumo wa utawala wa Kijerumani, lakini wakidumisha baadhi ya utamaduni wa Kirumi. 3. Huns, wakubwa na wenye hofu, walileta mateso makali kutoka mashariki. Kila taifa dogo au kisiwa kilihofu. Roma ilikuwa kama mji wa glasi. Kwa mara ya kwanza haikuweza kujilinda peke yake. Jeshi la Roma limevunjika kiwango kikubwa. Jeshi la Warumi lililotokea kama mashujaa wa dunia sasa lilikuwa limepoteza nidhamu. Askari wengi walikuwa mercenaries wa kigeni. Wengi walikosa loyalty, wakipigana kwa faida zao tu. Mipaka ya magharibi haikuweza kuzuia uvamizi. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vilichukua madaraka. Mfalme mmoja aliangushia mwingine kwa nguvu ya mapanga. Roma ilionekana kama simba aliyejeruhiwa, anayelala chini, akiangalia maadui wake wakiitandika bila huruma. Mwisho wa Romulus Augustulus. Mwaka 476 baada ya Kristo, historia iliandika ukurasa mpya. Romulus Augustulus, mfalme mdogo, aliondolewa madarakani na kiongozi wa Kijerumani, Odoacer. Hii ndiyo alama rasmi ya mwisho wa Roma ya Magharibi. Jeshi, uchumi na serikali vilishindwa kulinda dola. Barabara zilikuwa na vumbi, majengo ya kifahari yalikuwa na mashimo, na sanamu za miungu zilianguka chini ya ukosefu wa matunzo. Lakini dunia haikukomesha kuzungumza kuhusu Roma. Makumbusho ya hekima yalidumu. Sheria za Roma ziliendelea kuathiri Ulaya. Lugha za Kilatini zilikuza lugha mpya: French, Spanish, Italian. Ukristo ulienea, ukiunda msingi wa utamaduni wa karne nyingi. Anguko la Roma sio tu hadithi ya kushangaza, bali ni somo la maisha kwa watu na mataifa. 1. Nguvu kubwa inaweza kudhoofika kutoka ndani. Ufisadi, tamaa na migogoro ya ndani huharibu zaidi kuliko maadui wa nje. 2. Migogoro ya kisiasa inaharibu dola. Mabadiliko ya mara kwa mara ya viongozi huweka mgawanyiko. 3. Uchumi dhaifu huongeza hatari. Pesa isiyo na thamani, kodi kali na biashara iliyoharibika hufanya dola kudhoofika.